Lakini ile kitu aliniambia ya maana sana, na yeye ndiye alitoa hiyo roho ya brown skin kwangu. Aliniambia afadhali uoe msichana mwenye ni black skin, lakini ako na clean heart. Roho yake ni nyeupe. Weka uzito. Kubariki ni sawa. Mimi sioni kama ni mzuri. Kama hivyo. Unless mimi kuna watu wawili watatu ama zaidi nime experience katika maisha yao. Wanaingia kwa ndoa yenye mwanaume amejipanga, wanaanza mateso. No, unless huyu mbaba, na ndio maana unaona siku hizi kuna changamoto nyingi sana za ndoa, kwa sababu mtu alianguka katika miba. Na ukianguka katika miba, Biblia inasema kwamba leo ni kama tunahubiri. Biblia inasema kwamba aliutoa ubavu. You understand? Aliutoa ubavu kwa Adamu, akamuumbia msaidizi, akamuita mwanamke kwa sababu ametoka katika mwanaume. Bwana asifiwe sana. Basi tumekutana tena siku ya leo popote pale mlipo wanandoa, kwa sababu hii ni program ya wale watu ambao wako kwa ndoa na wale wanataka kuingia kwa ndoa na wale wana mpango wa kuingia kwa ndoa. Alright? So tunashukuru Mungu kwa sababu ya siku hii, na tungependa tukaweze kuwakaribisha katika program ya leo, The Buttons Podcast. Na kama vile huwa tunavyosema ni kwamba ndoa ni lazima zisimame. Liwalo na liwe. Liwe liwalo. Liwe liwalo. Alright, liwe liwalo. Ndoa mpaka zisimame. Na kwa hiyo leo siko peke yangu, kwa sababu huwa siji hapa peke yangu. Niko na mke wangu, niko na kipenzi cha moyo wangu, niko na manager wangu. Huyo ni manager, ana manage kila kitu. Na ukisikia ni kumanage, ana manage everywhere. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ukisikia ni kumanage, ana manage everything. Na ninampenda sana. Karibu baby kwa kipindi cha siku ya leo. Asante kwa sababu ya mwito. Na asante kwa sababu ya kuja na ili tukaweze kuongea mambo mawili matatu kwa sababu ya ndoa. Kwa sababu ni muhimu watu kukaa wakiongea na wakiangalia ni wapi na ni wapi kufanywe aje, kusifanywe vipi. Na kwa hiyo nataka nikupe nafasi hiyo kumsalimia mtazamaji asubuhi ya leo. Hi, niko mzima. Nashukuru kwa sababu ya kuwa mahali hapa tukiendelea na mjadala wa siku ya leo. Usiondoke, kaa hapo hapo. Umemaliza salama? Yes. Wako salama. Wale watu kabisa. Wanangoja. Wanangoja. Wanauliza nini tumepika. Paka tupike. Kupika sio, na nimekwambia tuko na manager. Na manager ana manage kila kitu pande hii na pande hii. So ni lazima mambo yaende vizuri. Leo sijui umetupangia nini? Mimi? Unajua sasa nilikuwa najiuliza. Sawa tuko kwa ndoa. Na tunaambia watu ndoa lazima zifanye nini? Ndoa lazima zifanye. Lazima zifanye. Lakini tuliona kama haifanyi pia usilazimishe. Sasa hatuko hapo kwa kutolazimisha. Leo tunaongea kuhusu zifanye. Hatuko hapo zifanye. Na kabla zifanye, unajua mtu anzaki kupanda mti na juu. Unaanzaga chini. Anaanza hapa chini. So hapa chini kabla uingie kwa hiyo ndoa, ni nini kwanza unafaa kuangalia? Kabla uingie wapi? Kwa hii shule ambayo unapewa certificate kabla hujafanya mtihani. Kabla hujahitimu. Certificate siku hizi certificate hata zinapewa kabla ya marriage. Si ndio? Si ndio? Kabla ya hamujaunganishwa. Si ndio? Uko nayo. Uko na certificate already kwa mfuko. Uko na kinyo hiki kwenda. Kabisa. Kwa sababu kama serikali hizi mambo niliwaambia juzi, hizi mambo zinaharibu kitu. Kama somo inaharibu mambo. Kama serikali kuu tayari isharuhusu. Can you imagine? Unapewa karatasi ya certificate ya marriage kabla hata hujaoa. Hiyo sasa ni nini? Kwenda tu hapo tayari. Kwenda hapo kwa serikali. Tayari umeamua.
Umeamua. Kwani kuoa ni nini? Kwani kwa madhabahu? Na ukielishwa kama harusi ni Saturday useme harusi unajua nilikwambia kila wakati. Harusi huwa ni drama. Ni drama. Na ni drama ya watu. Si ya wahusika. Wahusika hawako. Okay. Harusi ile ni drama. Ili society waseme Joel na Rahab walifanya harusi. Lakini sasa sisi wawili ndio tunajua harusi. Tunajua ndoa. Hao wanajua harusi si Saturday. Harusi tulianzanga kitambo. Na mbona inaitagwa harusi? si drama. Maybe uweze ukaita drama. How can you unaizaje ita by the way drama? Hiyo mbona ni kama uniambie si drama. Unakuta mtu wamekaa kwa miaka karibu 5 pamoja ndani ya nyumba. Alafu wanasema watafanya harusi baada ya miaka 5. Si drama. Si wana renew vows. Sasa hata kama bila kufanya hiyo drama yote si tunaweza review tu tukiwa mimi na wewe. Kwa nyumba. Tu renew si ndio? Hakuna mashahidi. Hiyo renew si mzuri. Sasa haina witness. Ndio nakwambia ni drama. Lakini hata hii yenye tumekaa miaka 5 witness alikuwa ni nani? Exactly. Simuliambiwa tu nyinyi wawili. Mkaamua baba badala ya kulipa rent kwako na mimi kulipa rent kwangu. Tukae pamoja. Tusaidiane kulipa nini? Na kikiumana. Rent na bills na kila kitu. Kikiumana ndugu wangu tuna kila mtu njia ya kwake. Na hiyo ni kiungu. Si kiungu lakini sasa hata mkianza kwani mlianza kiungu. Unajua mnaanza kuwa mliomba. Unajua hata kutengana itabidi mumeomba. Ama muite pastor. Muachane. Sasa achana na mambo ya harusi. Harusi ni drama ya society. By the way inafaa watu wakitengana pia wanaita pastor. Sasa hiyo ni wewe unasema. Hiyo ni maoni yako. Si maoni ya nilimuita atuunganishe pastor. Sasa ndo nakwambia lakini ulimuita mkichumbiana. Pastor. Ni kama alijua. Pastor mwache kumpea kazi nyingi. Pastor mlipopatana mkiambiana mnapendana hata ukumuita. So baada alikuja pale important ni pale kwa kutunganisha. Si ndio? Hapo ndipo very important. Na hata hapa kwa ili kusili hiyo. Na hata hapa kwa unsili wajua pia anafaa kukua. La afai kukua hapo. Sasa anakuja kufanya nini? Awaombee utengano mzuri. Pastor hafai. Anakuja kufanya nini? Pastor. Wewe bwana kwanza tuachane na hiyo. Nilisema mambo ya harusi ni drama. Hiyo ni drama ya watu wakuje washuhudie walikula pilau na wakakula keki. That's it. Lakini sasa wahusika hao ndo wanajua ndoa ni nini. Okay. Hao wengine hawakuna kitu wanajua. Hao wakuja washuhudie harusi. Na hiyo imeishia hapo. So kabla hujaingia kwa ndoa. Sasa hapa. Unajua juzi nimeona nini kwa Facebook? Umeona nini? Kuna mtu alicomment akasema brown skin at your own risk. Huyo ni mwanamke ama ni mwanamke? Alisema hata hajasema jet. Alisema I've not coveted anybody. Brown skin at your own risk. Kwani brown skin ina shida gani? Oh God Almighty. Unajua sasa kuna watu waangalia brown skin. Hao ndio wamebakisha. Kao unajua ni hot cake. Wapi? Kwa market. Mimi nimezeeka. Sasa nimezeeka. Wewe ndio unasema umezeeka. Kitambo ndio nilikuwa hot cake. Sasa nimezeeka. Hivyo. Hiyo ni wewe. Wewe hujazeeka. Wacha hiyo maneno yako. Unataka sahi nikikuweka pale. Sahi nimekuwa mbaba. Ready nilikuandike hapo niseme nimekuwa mzee. Tumepitia mambo mengi lakini sasa hatuko huko kwa hot cake. Hiyo acha tuachane nayo. Unajua kitu kwanza watu wengi wanaangaliana ni brown skin. Ndio nini? Kuna wale test yao. Iwe inamulika kwa nyumba. Si ndio brown skin alafu anajua ukipata tu vifaranga utapata. Unafanya mix. Okay, alafu nini? Sasa unajua sasa imekuwa shida. Brown skin. Shida yake kwa sababu nao sasa wajua wakiingililiwa na tamaa za mwili na kila kitu. Nani hana tamaa za mwili hata huyo black skin? Lakini sasa si wote ni mwili. Brown skin ndio inasemekana sana. Hapana. Hizo ni mawazo za watu. Jueni brown skin sasa unatetea brown skin. Si eti ninatetea brown skin. Sote ni wanadamu.
Sote black na brown wote ni wanadamu. You see? Na kusema eti wakiingiliwa na pepo siji fulani, hiyo ni mtu mwenye anataka, ni mtu mwenye amefungua huo mlango. Si kwa sababu ni brown ama kwa sababu ni black. Hapana. Okay. Yeah. So wewe mwenye unajua mchungaji wangu kuna mambo anaongeaga sana. Na nimekuja kuona anakuaga very right. Our pastor. Na wakati mwingi anasemaga ya kwamba kama ulikataliwa na mwanaume. You see? Sasa mwingine Mungu akitumana mwingine akuoe, unasema ya kwamba hutaki kuolewa kwa sababu all the men are the same. You see? Lakini sio all the men are the same. Hapana. Mimi niliambiwa alizaliwa na mama moja. Hata kama ni sawa. Hata kama alizaliwa na mama moja, hata pia wamama walizaliwa na mama moja. Kuna mtu alizaliwa na mama wawili. You see? So huyu mwenye anasema brown skin for your own risk. Kama alikuwa kama ni mwanamke akaolewa na mwanaume wa brown skin, akamfanya vile alifanya. Si wote. Kuna watu wacha Mungu, kuna watu wanaogopa Mungu. Na unajua baby, ukiingia kwa ndoa, ile kitu mtu inafaa, sijui kama tunaanza sasa, ile kitu mtu inafaa aangalie sana. Si brown skin ama brown skin. Checklist, tunakuja kwa checklist. Haya, anza checklist number 1. Checklist ni nini? Sikinyo unaangalia, mimi unajua nimeanza brown skin ukasema unajua hata mimi nilikuwa napenda brown skin. Okay. Wewe yako ulikuwa brown skin. Okay. Nilikuwa ninapenda brown skin. Mimi nilikuwa napenda black skin. Mimi aona kulienda. So, nilipenda brown skin. Nilipenda brown skin na nilipenda mwanya. Hey, okay. You know, nilipenda brown skin na mwanya. You see? Sasa wewe si brown skin lakini uko na mwanya. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Lakini sasa Kenya kilifanya ni kuoe wewe ukiwa black. Kuna dada yangu alinisaidia sana. Na kama kuna kitu aliniambia cha dhamana ni hicho. Kwa sababu tuliketigi chini akaniambia my friend, my brother, unaweza ukaenda hivi. Sitaki niongee sana, tuko kwa kamera. Lakini ile kitu aliniambia ya maana sana. Na yeye ndiye alitoa hiyo roho ya brown skin kwangu. Aliniambia afadhali uoe msichana mwenye ni black skin lakini akona clean heart. Roho yake ni nyeupe. Weka uzito. Atia, hallelujah. You see, you understand? Akaniambia hata nafikiri bado alikuwa huko kwa brown skin, Mary brown skin at all risk. Pia naye nafikiri alikuwa huko. Na please mwachane na brown skin. Hawa watu ni watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hawa watu ni watu wa Mungu. So akaniambia unaweza ukaoa black skin lakini roho yake ikawa ni brown. Ikawa safi. Na unaweza ukawa brown skin lakini roho ikawa ni vice versa. Akawa ni kitu mbaya. Na sasa hapo ndipo unaona wanasema marry a brown skin at your own risk. Ni vile alifanywa na yule brown skin ambaye aliangalia ngozi lakini moyo wake ilikuwa mweusi. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hey, kumewaka moto huku. So wale wenye wanaangalia brown skin. Unajua by the way watu wengi uchelewa kuoa kwa sababu ya mambo kama haya. Ndio ninakuambia kwa sababu umeweka checklist, unaona? Mimi hata wasichana walikuwa wanapigana. For instance, unaweza kuta umeweka checklist. Nataka brown skin. Nataka dermatol. Nataka mimi hata hizo vitu masculine. Unaona? Masculine. Nataka mimi mama nafikiri ndio mnakuwa na hizo problem. Nataka wallet iwe imenona. Kwanza hapa kwa wallet. Nataka squeeze wanaangalia nini? Squeeze wanaangalia nini? Account. Pesa. Account. Gari. Nyumba. Checklist. Unaona? Yeah. Lakini unakuja unasahau ya kwamba unajua kuna vitu muhimu, wacha niseme jenda yetu inasahau. Kuna vitu muhimu sana watu usahau. For instance, mimi sikuanga na hizo vitu zote. Sijui ati akuwe na pesa, akuwe sijui nini. Me the first thing yenye ilikuwa hapa juu, mtu ameokoka, anapenda Yesu. Maana nilijua huyu mwenye ameokoka. Kitu kingine nilikuwa nachukia mtu wa kuvuta sigara, mtu wa kunywa pombe.
Juu sasa najua kama ameokoka. Na unajua wewe Kenya kilikuwa kimefanya uchukie pombe na uchukie sigara kwa sababu umelelewa kwa nyumba ya Mungu. Kabisa. Unaona? Unajua ni kwa nini ulikuwa unataka mtu mwenye ameokoka? Kwa sababu ulikuwa umeokoka. Sasa huyu mwenye hajaokoka atatamanije mtu mwenye hajaokoka? Unajua kuna ile wanasema fearing God, a God fearing person. They don't specify. Na acha nikwambie. Unajua Mungu anapatianga mtu kitu yenye unaomba. A God fearing person baby si kuokoka. Lakini si unajua sawa wanasema hivyo, a God fearing man. Ndivyo wanasema. Haya, unaweza kuta mtu is a God fearing man, yes. But kulewa yuko. Na bado anafia God. Si anafia God. Sigara ako. Klabu mkosi. You see? All those stuff. Anasahau kuwa kuna difference ya God fearing na mtu mwenye amededicate life yake kwa Mungu. Mtu mwenye amefia God, mtu mwenye ameokoka, anakiri Yesu ni Bwana, mambo mingi sana ameondolewa kwayo. Yeah. Na kama umemcha Mungu, umeokoka na Yesu ni Bwana, hii mambo ingine inakuja inakufuata. Yeah. Biblia inasema seek the kingdom of God first and its righteousness, and the others will do what? Will follow. Will follow. And that is what, you know, we are here to help. Yeah. Tuko hapa kusaidia mtu. Kama mimi ningekuwa ningeangalia pesa. Niangalie kazi. Niangalie sijui education. Wacha nikwambie hata huko kwa list. Mimi nilikuwa nina kazi gani? Mimi nilikuwa nina kazi gani? Wacha kuambia mambo ya kazi. Haungekuwa hata kwa list. Ningekuwa kwa sababu kama ya kwanza ingekuwa mtu mwenye akona kazi nzuri, mtu amesoma, mtu sijui amejenga nyumba, amefanya nini, hata huko kwa list, sikufiti hizo vitu, hata huko top 10. Sasa si unaona kuokoka ni kuzuri? Si ndio tunakwambia. Hii maandiko usinini ya bure. Seek ye the kingdom of God first and his righteousness. Wewe hata ni watu wangapi wenye wangetukutaka? Mimi wako. Hiyo time. Wako. Sasa hii wanaweza funga foreni. Baby, hata kitambo walikuwa wanafunga. Wenye sasa hawako na listi za masomo. Unajua pia wako. Wenye wako na nini? Na listi za masomo. Walikuwa wengi sana. Lakini sasa ikawa si mpango wa Mungu. Unajua mimi kwa maisha haya yaje ninaishi. Kwangu sijui yule mwenye anatutazama, lakini mimi nimejifundisha sana kuenenda na mpango wa Mungu. Na mimi mambo yangu mengi sifanyagi kwa sababu kuna vitu baby unataka kufanya kwa maisha lakini huna uwezo. So unajua kama huna uwezo unawekewa limit. Ukiwekewa limit inabidi umngojee Mungu. I think you know ile miaka tumekaa. Kuna vitu unataka kufanya hauna uwezo. So kama huna uwezo inabidi ungoje Mungu. Na ukingojea Mungu at the right time ile kitu ulikuwa unataka anakileta. So mimi maisha yangu ni hayo. Maisha yangu ni hayo. Wale wenye walinitaka maybe mimi sikuwapenda kwa sababu walikuwa na mambo yao na haikuwa na Mungu, haikuwa mapenzi ya Mungu tuoane. Sababu kama tulioana na hao sijui tungelikuwa wapi. You see? Na Mungu alikuweka purposely kwa sababu yangu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana yake ulikataa wanaume wenye pesa, wanaume wamesoma, ukaoa mtu mwenye alikuwa kwa kakibanda, mtu mwenye alikuwa anajenga mijengo ya mchanga na kuchunga mchanga. Mjei ilikuwa inaitwa mjei. Nilikuwa natembea huku na kule na kinyasa changu huko nikichota maji ya mchanga tunakoroga. Na wewe sasa uko university kule unasomea uko kwa diploma. Unaona sasa? Na hizo vitu haziku kusumbua kwa sababu yalikuwa ni mapenzi ya Mungu kesho yetu. Maandiko yanasema kwamba kwa sababu ninajua mawazo ninayowazia ninyi. You see, asema Bwana, ni mawazo ya amani na si ya ubaya, ili nikawape kesho iliyo na matumaini. Na vile miaka sasa tuko na miaka 15, kesho yetu baby iko na matumaini. Sababu tulianza na Mungu na tunaendelea na Mungu na hatutamwacha Mungu. Na yale mambo yote ambayo hatukuwa nayo sasa hivi Mungu anaenda akitubariki moja baada ya nyingine. Tutafanya video yenye sijui ni lini baada ya kukaliwa na bibi yangu. Wala asiye sana. By the way, unaona tumekaliwa. Lakini tuko hapa kwa checklist. Lakini sasa tuko hapa kwa checklist. Yes. So mtu kama anataka kuoa na sana hawa vijana wako sahi, acheni mioto. Acheni kuangalia hizi sura. Sura huwa zina expire kama mandizi. Na ukitaka kujua sura ina expire, enda uchune ndizi mbichi uiweke mahali itashrink. Maandiko yanasema kwamba mwanadamu ni kama maua. You see, kule shambani kule nyumbani kuna
mumea unaitwa mkunde. Unajua mkunde? Mkunde. Unajua mkunde? Unajua hakuna kitu kizuri na kirembo kama kunde ikianza kuchanua asubuhi. Unaendaga shambani unapata yale maua yako kule baby. Unaweza ukalala huko. Lakini kuja saa 5 ama saa 7 yote yamekaushwa na jua. Huwezi sema hata asubuhi kulikuwa na kitu. Na maisha ya mwanadamu yako hivyo. Sababu hivyo ndivyo tulivyoumbwa. So ukiangalia sura, ukiangalia gari, ukiangalia pesa, account ne viraga kana nyombe kahia, kana gari kagwa. You understand? So ukiangalia hizo vitu ndio uingie kwa ndoa. Zitakapokwisha ndoa yako inaisha nazo. Ndio. Na ndio maana nimesema mi checklist yangu ya kwanza ilikuwa ni mtu mwenye ameokoka, mtu mwenye anapenda Mungu. Hizo zingine nilijua zitakuja baadaye. Ya zinakuja. Zitakuja baadaye. Lakini unakuta watu wanaangalia mambo mingi. Wanatafuta vitu vingi sana. Mpaka miaka inasonga, wanapitwa, kwa sababu unajua Biblia inasema katika Mwanzo ya kwamba Mungu aliona si vyema mwanadamu kuishi peke yake. Akamuumbia nini? Msaidizi. So sasa wewe unangoja msaidizi, na saa nyingine alikuja, labda alikuja akiwa mtu mwenye ajiwezi, mtu mwenye ajielewi, na wewe labda ndio ulikuwa uwe nuru yake. Halafu sasa anapita. Ukidhani kama unakumbuka, na hii nafikiri nitaisema si mbaya. Wakati tulikuwa tunataka kuona na kukawa na changamoto nyingi sana. Na ukawa unaniambia ulikuwa unatamani sana ungependa ukimaliza shule uje Ulaya. Si ndio? Hayo ndio yalikuwa mapenzi yako. Ukimaliza tu kusoma uje Ulaya. Na mimi nami nikawa ninakutia moyo, na siku eti ni desperation nilikuwa nayo ya kuoa, lakini tulipokuwa tunaongea tulikuwa tunaona ya kwamba unaweza ukaja Ulaya na ni sawa kwa sababu ni kutafuta pesa, lakini katika hali hii ya kuoana na kuolewa huwa ni kama gari. Gari likikupita stage ni hivyo limeenda, na kama utaenda ufike kwenye ulikuwa unaenda, hautaenda na hili lenye ulikuwa unataka, utapata lingine. You understand? Na lile lingine linaweza maybe likaharibikia barabarani. Na ndio maana unaona siku hizi kuna changamoto nyingi sana za ndoa, kwa sababu mtu alianguka katika miba. Na ukianguka katika miba, Biblia inasema kwamba baby, leo ni kama tunahubiri. Biblia inasema kwamba aliutoa ubavu. You understand? Aliutoa ubavu kwa Adamu, akamuumbia msaidizi, akamuita mwanamke kwa sababu ametoka katika mwanaume. Bwana asifiwe sana. So tukawa tunaona ya kwamba ile basi ikiondoka itakuwa vibaya sana. Unaweza ukaenda ukapata pesa nyingi, lakini katika maisha ya marriage yakawa na changamoto. Na tukakubaliana siku yenye hatukujua ni gani, tukioana na tupate watoto, Mungu kama itakuwa ni mpango wake ukuje Ulaya, itakuwa ni sawa. Lakini ndoa imeseto na Bwana amekubariki. Sasa tuko wapi? Tuko Ulaya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kungoja Mungu. Ndio. Kungoja Mungu. Useme ati sitaolewa, ati nitafanya kazi, sijui nataka kwenda Ulaya, sijui nafanya nini. Sasa hiyo Mungu alikuwa akubarikia hapo kwanza msaidizi wako. Ndio sasa mambo mengine ifunguke. Ifunguke ndio uweze kupata milango inafunguka. Kabisa. All the way, kama ni ya masomo, kama ni ya kazi, kama ni ya nini, future yako ikuwe bright. Kabisa. Alafu sasa si kuangalia hapa kama inzi wakikuwa wanaoga katika korona hatangi. Huyo mtu mwenye unataka kuoa ama kuolewa naye, that's a lifetime thing. Angalia miaka 50 ijayo. Mtakuwa wapi? You understand? Usione tu hapa miaka 2, miaka 3. Hapana. I know. Hapana, angalia kule mbele. Angalia mkibarikiwa na watoto, mkibarikiwa na mambo makubwa, mtaishi vipi. Lakini ukianza kuangalia hizi vitu tu za kuisha hapa, basi hii ndoa itakuwa na problem. So watu waache kuwa tight. Tight vipi? Kukua very atiwezi badilisha mambo mengine. Ukuwe strict na checklist. Checklist mimi nataka jamaa wa gari nzuri, sasa gari halafu pesa nyingi, you know, life. Nataka brown skin. Na unajua hii mambo ya kutaka mtu mwenye ana gari, kuna kitu nimekumbuka. Hii mambo ya kusema kwanza wasichana nyinyi. Nyinyi kwa sababu nyinyi ndio mnataka mtu mwenye ako na gari. Unajua kama hii movie kuna movie tulikuwa tuna watch. Kuna movie tulikuwa tuna watch. You understand? Na tukaona msichana amekuwa slave kwa ndoa yake. Hafurahi marriage. Alipata mwanaume amejenga kinyumba, alipata mwanaume ako na magari, mwanaume ako na pesa. Sasa haenjoy the marriage kwa sababu amekuwa slave na amejikuta hapo, na amejikuta pale. So it is very important ukitafuta mtu mwenye hana, afadhali hata mulale chini muanze bila mnakuja kama mmekuwa ni wote mnakuwa. So hata
wewe hakuna kitu utaweza niambia ati ulinunua siku fulani. Sasa hata kama mimi mfano kama mimi ni nini sasa naweza nikakwambia eti sasa hii ni yangu. Ati wapi? Ni nini? Hakuna. So najua kitu fulani ilinunua aje, kitu fulani tulipata aje, mambo fulani tulifanya aje mpaka hapa tumefika. And that is the happiness of the marriage, you know. Enjoyment ya marriage. Si ndio? Kwa sababu mnajua kila kitu vile mmeacquire kila kitu. Si ati ile unaenda unakuta si mbaya kama Mungu hivyo unamekubariki ni sawa. Mimi sioni kama ni mzuri. Kama hivyo unless mimi kuna watu wawili watatu ama zaidi nime experience katika maisha yao. Wanaingia kwa ndoa yenye mwanaume amejipanga, wanaanza mateso. No, ila tena nasema unless huyu mbaba awe ameokoka na akajazwa na Roho Mtakatifu wa Mungu vizuri sana. Vizuri sana. Na je kama sasa nyinyi wote mko nazo pesa. Sasa kama mko nazo mmebarikiwa. Kama mko nazo zote. Kama na drive na drive. Ni sawa. Niko na nyumba uko na nyumba. Ni sawa. Hiyo sasa at least ni sawa. Ni sawa mtaheshimiana. Kwa sababu mmeuta kila mtu ako na pesa. Yule hata kuinukia. Lakini ukitoka kule mashambani uolewe na mtu mwenye ako na pesa. Jihadhari sana. Siseme ni vibaya. Kama ni direction ya Mungu ni sawa. Lakini kama ni mawazo yako na tamani mtu mwenye ako na gari na tamani, hayo si mapenzi. Kwa hivyo hata mtu akikuja mwenye hana, wewe unaona. Sasa unajua tunaongelea kuhusu ni wasichana wenye wanaringa. Ni wao. Wenye maybe unakuta amesoma, maybe anatafuta kazi hata hajapata kazi. Alafu kuna jamaa amekuja anaona sasa huyu anaweza kuninunulia wig sijui 1000 ngapi. Sijui anaweza nipeleka sijui sana. Hata saa hii wenye wanatutazama ninajua kuna watu wanajuta. Sahi. I know. Wanajuta. Maybe walipitwa na magari yao. Magari alienda, alidharau kijana. Akasema huyu hana kitu. Sahi mwenye alikuwa hana kitu. Hana kitu sasa ndio wako na kitu. Sahi wako na kitu. Ule anateseka. Na todo ndio kulala. So ni vizuri kuangalia. Kabisa. By the way kuna wengi sana wanateseka. Wanasema woi. I wish hata ningekubali ule jamaa. Haki si alikuwa tu jamaa wa mjengo. Hivyo. Haki si alikuwa tu makanga. Ndio hivyo sasa. Anasahau labda hata makanga alikuwa na degree yake. Ni kazi ya kukua kuna. Ama pia alikuwa na maono change. Sababu nilisema kuna mtu alianza kazi ya kuchoma mahindi. Sasa hii ana own maporoti ya manyumba. Kuchoma tu mahindi. You see? Una nini unasahau kwa kuna kesho. Maandiko yanasema usidharau mwanzo mdogo. Mwanzo mdogo. Usidharau mwanzo mdogo. Huyu mtu mwenye unadharau sasa ulikimbilia mwenye ako na pesa, haya akafutwa kazi, labda hizo nyumba zilikuwa ni za maloni, banka wakakuja wakachukua, wakachukua paka gari, jamaa wako akabaki scratch. Ndio hivyo sasa. Sasa kwa nyumba mapenzi hakuna, manake ilikuwa imejengwa na misingi ya pesa. Tunarudi tu pale tuna wrap up, tunasema the first thing, mtu mwenye ameokoka, anapenda Mungu, mtu mwenye ana rely na Mungu. Kabisa. Rely na mambo ya dunia hii. Kabisa. Kwa sababu hizo vitu zote zinaisha, tumesema. Kwani haziishi? Pesa inaisha. Kwani ni ngapi zimeisha? I know. Ni nyingi zimeisha. Unakuta mtu alikuwa amejenga unadhani ni yake. All of a sudden unasikia hii nyumba imepigwa mnada. Na banki imekuja. Na kama hamkuwa mmejenga ndoa yenu katika misingi ya Mungu. Ya Mungu. Hiyo misukosuko inabomoa ndoa. It's a lot. Inabomoa. Na pia kusikiza marafiki. It's another issue. Nafikiri hiyo tutaiongelea next programu ijayo. Wacha tuangalie katika programu ijayo baby. Tuongelee marafiki na ndoa. Vile wanavyochangia. Marafiki na ndoa vile ambavyo wanachangia kwa ndoa. Kwa saa hii baby wacha tufikishe hapo. Mali tumesema tuache kuwa na checklist mrefu. To base partners, mtu mwenye anapenda Mungu, mtu mwenye anaogopa Mungu. Hao mengine yote Mungu atakuja akiwabariki. One after the other. Ni vizuri kuangalia watu wengine huwa wanajifanya. Kuna watu wanajifanya kwa kanisa. Kazi yao wako huko wapate Kenya wanapata. Nimeshuhudia mambo kama hayo. Na ni vizuri kuangalia sana, either ni kijana ama ni msichana. Kuangalia sana na sana kuomba na kuambia Mungu mapenzi ya Mungu. Biblia inasema apataye mke amepata kitu kizuri. And I think also apataye mwanaume amepata kitu kizuri, mwanaume mzuri. Na kwa hiyo ni vizuri kumwambia Mungu mapenzi yako. Hata kama uko na checklist zako, ukisikia Mungu akikusawishi uzidrop, achana nazo.
sababu Mungu ni baba yako na ni baba yetu, na yeye ndiye anajua future. Unaweza mwekea limit, unajua. Na unajua Mungu ni mwaminifu sana. Ukimwambia kenye unataka na usitiki na hicho, atakupea. I know. Atakupea. Lakini wakati wa majuto atakuwa hayuko. Sababu ulikosa kumpatia nafasi yake. Akutafutie, akuchagulie. Na mimi huwa ninasema kaeni tu kama cheki. Open. Open. Kaa kama open cheki. You see? Wewe jua ni gani itadunda. Wacha kuweka Wajiko, weka Jerry, weka sijui nani. Una confuse maisha. Eti unajaribu kuangalia kama ni wazuri, unaona huyu, unaenda huku, unaharibu na unaharibia hao wengine time yao na maisha yao. So wacha tusiongeze kitu kwa kipindi cha leo. Tufikishe hapo. Tuambie hawa watu Bwana awabariki. Na tunashukuru Mungu sana kwa sababu ya kuendelea kutazama The Buttons Podcast. Bwana ametuweka hapa kwa wakati kama huu na nyakati kama hizi. Tuongelee wanandoa, wale wako kwa ndoa na wale ambao wanataka kuingia katika ndoa. Kipindi kijacho tutaangalia ndoa na marafiki. Baby, useme kwa heri. Bye bye. Till next time. Love you. Tunawapenda sana. Muwe na wakati mwema na Bwana abariki ndoa zetu. Thank you. Amen. Achilia.